kitu ambacho kimelifirisha kanisa ni kukosa nini? Imani. Hata mimi niliambiwa tu, sikufahamu imani ni nini. Lakini kila mtu akikwambia habari za imani ana uwezo wa kutoa tafsiri ya imani, lakini sio tabia za imani. Aliye na imani ni mwana wa Ibrahimu na hubarikiwa pamoja na Ibrahimu. Swali la kujiuliza, je, tumebarikiwa kama Ibrahimu? Hapa ndipo mahali tunaanza kujitathmini. Na kama tujabarikiwa kama Ibrahimu, kuna shida hapo. Shida ni nini? Hatuna imani. Na kwa kuwa hatuna imani, tumekuwa sio wana wa Ibrahimu. Waweza kuwa ni wana wa Ibrahimu tuliokosa maarifa. Ibrahimu anaitwa baba wa imani kwa sababu gani? Tumwangalie baba yetu na sifa yake, alafu tuone sisi tunakwama wapi. Nataka nikwambie kitu, hapa ndipo kanisa limefeli. Watu hawana imani. Namwamini Bwana, ndio namwamini, lakini unafahamu mwenye imani jinsi anavyotembea na faida za kimungu. Ibrahimu alikuwa na raha isiyokuwa ya kawaida. Ibrahimu alikuwa na matokeo makubwa. Ngoja nikwambie, nikupe tu leo tabia za Ibrahimu kidogo tu. Unaposikia mtu ana imani, ana vitu vitatu vinavyotembea pamoja. Moja, ana imani yenyewe, lakini kabla ya kutaja imani nyuma yake, huyu mtu ni mtoaji. Sema ni mtoaji. Namba mbili, huyu mtu ni muombaji. Ndio inakuja kuleta jina nini? Imani. Bila kuwa mtoaji na muombaji hakuna imani. Na watu wamemhubiri Ibrahimu kwamba ni baba wa utoaji tu, lakini hawajui pia Ibrahimu asingeweza kutoa, asingeweza kujenga madhabahu bila maombi. Kwa Ibrahimu alikuwa muombaji, na Ibrahimu alikuwa na nini? Na tabia ya utoaji. Viwili hivi vinajenga jengo linaloitwa nini? Imani. Kwa hiyo ukitaka kumjua mtu wa imani, hakuna haja ya kujieleza sana, mimi na imani. Tunakupima kwa mambo mawili. Je, wewe ni mtoaji? Na wewe ni muombaji? Ukiviona viwili hivi, sisi tutakupa jina. Utaitwa nani? Imani. Sema nitaitwa imani. Sema nitaitwa imani. Sema nitaitwa imani. Kwa ukisema yule mtu bwana na imani, kivipi? Imani haionekani kihivi tu. Ni sawa na mtu anasema mimi nina hela, mimi bwana ni tajiri. Hawawezi kukuamini watu mpaka waone una vitu ulivyovifanya vinavyotokana na nini? Na pesa. Ndio maana ukiwa na hela haujazitumia, hata kama una mabilioni ya pesa, watu wakikuona mitaani watajua una chochote. Lakini ukinunua chochote, tayari macho ya watu na maneno yao yanaanza kusema yule ni nani? Tajiri. Wewe na hela uweke benki, alafu wale mtu atafanya, lakini tembelea gari hata kama la mkopo, basi ana hela yule. Bwana jamaa ana hela yule. Kwa nini? Kajenga nyumba kali. Aisee bwana ana hela. Kwa nini? Umeona gari yake? Ana gari bwana, atembea nayo. Kwa hiyo imani ndivyo ilivyo. Hatuhitaji kumsema ama kumtafuta mtu wa imani. No, tunataka tumpime mtu wa imani akiwa na tabia za baba wa imani ambaye ni nani? Ni Ibrahimu. Sema amen. Sema mimi ni mwana wa Ibrahimu. Sema mimi ni mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu ni baba yetu katika imani, lakini tumechukua hili jina, tumetembea nalo, tumeacha zile tabia alizokuwa nazo. Ngoja nikwambie kanisa lipofeli. Twende kidogo kwenye maandiko. Ibrahimu alipoitwa na Mungu tu, uangalie alichokifanya. Twende kidogo hapo. Twende kidogo hapo Mwanzo. Fungua Mwanzo sasa. Twende haraka haraka, twende Mwanzo hapo. Mwanzo hapo. Tayari? Mwanzo 12:6-7. Soma hapo. Nasoma katika jina la Yesu kama ilivyoandikwa. Mwanzo 12:6. Abrahamu akapita katikati ya nchi mpaka mahali patakatifu pa Shekemu, mpaka mwaloni wa More, na Wakanaani siku zile walikaa katika nchi hiyo. Bwana akamtokea Abrahamu akasema, uzao wako mtawapa nchi hii. Naye huko akamjengea madhabahu Bwana aliyemtokea. Sikia tu kidogo hapo. Bwana akapita maeneo fulani katika mizunguko yake, katika kutafuta mahali pa kuishi. Biblia inasema akapita mahali akamjengea
Bwana nini? Naomba unasikiliza anaposoma mama yetu, akamjengea Bwana madhabahu. Sio Bwana akamwambia nijengee madhabahu, tofautisha. Nini kilimsukuma Abrahamu ajenge madhabahu? Kwa sababu amekutana na Mungu. Alivyoona amemuona Mungu, sauti ya Mungu, uweza wa Mungu, yeye mwenyewe kaamua kujenga nini? Madhabahu. Na kama alijenga madhabahu, tunaamini aliomba, na kama aliomba, tunaamini alitoa. Kama naamini, piga makofi mengi. Amen. Usikiri washirika sio watoaji. Washirika wengine watoaji. Leo nataka nikwambie tabia ambazo mimi nimejifunza kwa Abrahamu. Alikuwa anatoa kwa kuamua, lakini alikuwa anatoa kwa kuambiwa. Hapa Mungu hajamwambia. Kilichomsukuma atoe ni baada ya kukutana na nani? Mama, utakuwa unasoma umekaa na kuruhusu somo umekaa. Alikuwa anaweza kutoa mwenyewe. Amemuona Mungu akasema iwezekani, lazima nijenge madhabahu. Unapotoa unajenga madhabahu. Unapotoa unaimarisha ufalme wa Mungu. Unapotoa unaonyesha ya kwamba yupo mkubwa wako aliyekupa. Kama kuna mtu anielewa jamani? Leo ukianza kuishi maisha ya Abrahamu, ukimwona Mungu ukawa unatoa, kile ukimwona Mungu unatoa, utafika mbali. Utakuwa na imani ya kiwango cha juu kupita kawaida. Wangapi wanawahi tokewa na Mungu kama Abrahamu? Onyesha mikono juu. Unaweza kaona watu hawanyoshi, lakini sio kwamba hujatokewa. Hata mimi nimetokewa, hata wewe umetokewa. Iwe ni kwa ndoto, iwe ni kwa kuponywa, iwe ni kwa kufanyiwa jambo lolote uliloshuhudia hapa ni Mungu, kule kunaitwa kutokewa. Kwa nini moyo wako usifunguke katika kile ambacho Mungu alikufanyia? Hata leo unaishi hapa, umetokewa. Hivi sio kama unanielewa? Hata kuokoka tu wewe umetokewa. Lakini si haya yako mambo. Ukisema kila mtu asimame hapa ataeleza nini Mungu alimfanyia. Lakini huyo mtu alipotokewa, je, moyo wake wa kujenga madhabahu anao au anataka mpaka ambiwe? Wengi wanasubiri wafanye, namshukuru Mungu na nitazidi kumtumikia. Mimi kutoa sijuti na sitajuta. Sijuti na sitoi kwa sababu mwalimu amenifundisha nitoe. No, natoa kwa sababu nimekutana na Mungu. Nimemwona Mungu akiniponya, amenilinda, amenitunza. Nimeendesha gari, kuna wakati nimeferi breki, akili nasema ni mwisho, teremko huo magari mengine hayatoki. Ashukuriwe Mungu, ulivyovuka hauelewi. Watu wanasema umeponaje hapo? Nimetokewa na Mungu, ndio maana nimepona. Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Nakumbuka korona ilinikamata. Sitasahau, korona ilinishika. Nilivyopona na ile korona, ilifika muda naona kabisa sasa shindwa hata kupumua. Sasa jamani, kufa kubaya. Ndio maana niwaambia juzi, mimi nimechagua nije nifie kwenye ndoto. Vifo vingine hivi ni hatari. Nilivyopona, anajua Bwana alinipa hekima ambayo wengine hawawezi kuwa nayo. Kwa Mungu amenitokea mara nyingi. Niliozaliwa nao wengi walishalala mauti, mimi bado si jambo. Bwana amenitokea. Nimeanza kuendesha gari toka 2007 mpaka leo sijalipata ajali. Mimi Bwana amenitokea. Hivi ndio kuanguliwa tu kwenye bamba na unasema ni ajali au unazifahamu ajali? Ziko ajali. Halo. Bwana asifiwe. Amen. Tumeona tabia ya kwanza, Abrahamu anatoa. Twende tena. Mama nisomee tena hapo 12 mstari wa 8. Unasemaje? Hapo. Mwanzo ile 12:8. Unasemaje? Nasoma katika jina la Yesu kama ilivyoandikwa. Ndio. Kisha akaondoka huko
akaenda mpaka mlima ulio upande wa mashariki ya Betheli, akaipiga hema yake. Alikuwa na Betheli upande wa magharibi na Ai upande wa mashariki. Akamjengea Bwana madhabahu huko. Madhabahu ya ngapi hiyo? Akalitia jina la Bwana. Kama lilitia alikuwa naomba, umeshadhibitisha. Akalitia ile ya kwanza, bado anawiwa na kiu, anaenda pengine tena, na hapo anajenga madhabahu. Na kama amejenga madhabahu kuna sadaka, na kama kuna sadaka akalitia jina la Bwana. Kwa nini asiitwe baba wa imani? Nauliza, nani atapinga Ibrahimu asiitwe baba wa imani? Yupo? Hakuna mtu hajanielewa. Twende hiyo Mwanzo 13:8 inasemaje? Twende 13:8. Nasoma katika jina la Yesu kama ilivyoandikwa. Mama ukae, tumekupa ruhusa mimi. Nichoka, nimekuruhusu wewe, soma tu mama. Ndio, 13:8. Abraham akamwambia Lutu. Ndio. Basi usiwepo ugomvi na kusihi kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wangu. 13:18 tunasoma kama. Mstari 13:8. 18. Angalia 18. 18. Nasoma katika jina la Yesu kama ilivyoandikwa. Ndio. Basi Abraham akajiongeza hema yake, akaja akakaa kwenye mialoni ya Mamre, nayo ni miti iliyoko Hebroni, akamjengea Bwana madhabahu. Imekuwa ngapi hiyo? Kwa hapa tu zimekuwa ngapi? Toka tumeanza kule hivi. Hizi hapa tu. Ni mtu mmoja huyo. Usifanye masiana kuitwa baba wa imani kama umefeli kutoa. Ndio jina gumu sana. Limewashinda wachungaji, limewashinda maaskofu, limewashinda watu wengi wanajua kupokea, lakini sio kutoa. Ndio maana ukipata kanisa ama watu wakafunguka kutoa, ni wana wa Abraham. Maisha yao wanaanza kuishi kama nani? Abraham. Wataona baraka kama Abraham. Shughuli zao zinaanza kustawi kama Abraham. Ni wana wa Abraham. Lakini hawajaambiwa hapa nguvu ya Abraham ilikuwa wapi? Ni katika kutoa. Hapa kuna nimwambia Abraham nijenge, ni yeye. Twende hapo 15 uone. Nataka nimalize nitakapokuwa naeleza huko mbele unielewe vizuri. Hebu 15 hapo soma. Mstari wa 8 hadi wa 10. Ile Mwanzo 15 8 hadi 10 nasemaje? 8 mpaka 10. Nasoma katika jina la Yesu. Ndio. Akasema Abraham huyo anamwambia Mungu, akasema, Bwana Mungu, wewe nipateje kujua ya kwamba umeniahidi mahadi haya kwamba itakuwa hivi? Ndio. Akamwambia unipatie ndama wa miaka 3. Ndio. Na mbuzi mke wa miaka 3. Sawa. Na kondoo mume wa miaka 3. Alafu na hua na mwananjiwa. Wewe unamwambia nini Mungu nifanyeje? Anatafuta. Mungu umeniambia jambo kubwa zito na pekee. Umeniahidi muujiza mkubwa Mungu, nataka nijue huu muujiza unaingiaje. Anaelewa kanuni ni kutoa. Yaani Mungu, hebu sikia huyu mtu alikuwa mtu sio wa kawaida. Yaani yeye ndio ameona kama Mungu ni kweli Mungu amemwahidi, lakini hapana, hizi ahadi ambazo hazijaendana na utoaji asikubaliane. Nataka nikwambie Mungu kweli umeniahidi, napateje kujua? Maana mimi najua wewe ni Mungu wa sadaka, wewe ni Mungu wa nini? Wa ibada, wewe ni Mungu wa imani. Unaniahidi hivi. Mungu anamwambia sasa, kwa kuwa umefunguka moyo wako, toa hiki, toa na kile, kitaenda kudhibitisha muujiza wako. Afya ya watu waliokoka iko kwenye kutoa. Imani na uhakika na Mungu si chochote bila kutoa. Mtoaji na mwombaji ana imani hata kama alikuwa hana imani. Leo tunapata watu tu wanatupigia uwe na imani. Uwezo kumwambia mtu awe na imani, nana si kuwa na imani. Swala la kuwa na imani kila mtu anatamani. Ukimwambia mtu uwe na imani, watu ni wadhaifu, hawana imani. Mimi siwezi kukuelewa. Na kuwaje na imani? Imani inaoteshwa na nini? Na nguvu. Okay. Mwanamke eti mtawalizo, wewe mjamzito, mama mjamzito, unamuelewa? Nataka mjamzito. Wewe lazima mjamzito. Wakati kuna njia za ujauzito. Ziko mbili za kupata ujauzito. Wewe ukamwambia mtu mjamzito hivi? No.
Kwa tumekuwa na watu wanafundisha somo la uwe na imani, washirika wana imani. Imani ni kitu chenyewe kinajitokeza, ni kama ujauzito, ukiwa nao ficha uwezavyo, siku zitakumbua. Utajikaza mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, utajikaza mwezi wa tatu, mwezi wa nne, wa tano utaanza kutuonyesha wewe mwenyewe, mimi mjamzito, mimi mjamzito. Hakuna aliyekwambia. Kwa vitu tutakavyokuwa tunavifanya kimoja hadi kingine. Kwa nini unafanya hivi? Mimi mjamzito. Kwa nini unalala? Mimi mjamzito. Kwa nini unachagua vyakula? Kwa nini? Ni kwa sababu kila kitu kimekuwepo. Mtoaji, mtu hatari. Ndio siri niliwaambia Jumapili ya kuepuka na biashara ya roho sana. Roho ya nini? Ukitaka usifi kifo cha kipumbavu kinachopangwa na watu, kinachopangwa na jirani yako, kinachopangwa na mfanyabiashara mwenzako, hakikisha unatembea na hii siri ya kutoa na kuomba. Utafiti wangu, Mungu analo jina. Katika majina si Jehova, Jehova Shalom, Jehova nini? Liko jina ambalo amelifafanua, anaitwa mtoaji. Sema mtoaji. Kwa maana hii jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe. Maana ni sifa, na hili pia ni jina la Mungu, anaitwa mtoaji. Hata mimi amenitoa, hata wewe amekutoa, hata chochote tunachokiona amekupa. Unapotoa unafanya kugusa moyo wa Mungu, unamaanisha kutembea na tabia za nani? Za Mungu. Ndio maana Abrahamu akapata heshima. Wewe utakuwa baba wa imani, maana una tabia za mimi Mungu. Baba wa imani wako wawili, yuko Abrahamu na Mungu. Wengine wote ni watoto wa baba wa imani. Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Siku moja nikuja mhubiri mmoja pale kanisani akafundisha somo la imani, akasema leo nataka watu wamtoe Isaka. Kila mtu akienda ibada ya jioni mlete Isaka. Nilicheka sana. Hakuna mtu anaweza kumtoa Isaka. Hayupo. Hata Mungu hata kupima hata siku moja. Hujafika hapo. Kwa sababu kiwango chako sio hicho. Kama tu kutoa 10,000 sadaka inakushinda, Mungu angaike na wewe kwenye Isaka wewe. Wewe tukuvushe kwanza. Yaani Isaka ndio usisumbuki. Tena ile andiko watu wasihubiri. Sijamuona mtumishi wa kutoa Isaka. Hayupo. Wala gari sio Isaka. Wala kutoa nyumba sio Isaka. Mungu alipopima vipimo vyote kwenye moyo wa Ibrahimu, akaona kama nikimgusa chochote Ibrahimu, hata nisema leta ng'ombe 1000 atatoa. Akaona ni jaribu gani? Ni kipi labda? Akaona okay, hebu nimpige kwa mtoto wa pekee mmoja. Akaona moyo Ibrahimu napo hauna mashaka. Sema amina. Na ndio maana Ibrahimu alipomtoa Isaka ni sawa na Mungu kumtoa nani? Kumtoa Yesu. Lakini tuchukue machache haya hapa, kama tuwezi kumtoa Isaka, tushindwe hata mbuzi, tushindwe hata njiwa huyu ambaye kupasuliwa, tushindwe hata lumbama. Tutaferi mno. Acha tuguse baadhi ya sehemu ili tuite wana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nafikiri sasa umenielewa. Nilikuwa naeleza jana fafanuzi kuhusu Abrahamu. Sasa nikasema mtu wa imani lazima awe na shukrani. Sema shukrani. Hebu tuangalie kabla siendelee hapo. Hebu angalia Yakobo hapo. Tuone anavyofafanua Yakobo. Twende Yakobo sura ya 2. Uone sasa maana ya imani ilivyoelezwa hapa kuliko watu wanavyokiri kwenye Ibrania peke yake. Twende hapa. Yakobo sura ya 2:14. Pana maneno mengi hadi 26 lakini pazuri. Hebu pasome mama. Anzia 14. Yakobo 2:14. Nasoma katika jina la Yesu kama ilivyoandikwa. Ndiyo mama. Yakobo 2:14. Ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumwokoa? Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akawaambia, enendeni zenu kwa amani, mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Hapo tupo naonyesha imani ni kutoa. Ikiwa mtu wa kwenu, ikiwa mtu amekuja kwako na uhitaji ya uchi, ukamwambia nenda kwa amani ukaote moto, kwa imani, itamsaidia?
Ikiwa mtu ana njaa inamuuma, njaa inamuuma, huyu mtu anasema sijara baba, sijara mama, jirani sijara, una chochote huko ndani? Ukamwambia nakuombea kama mtumishi wa Bwana, nenda na Mungu atakulisha. Eti afani? Eti afani? Twende mama, endelea. Vivyo hivyo na imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini. Kwanza kuna misiba, ukisikia mtu amekufa, wanatembea huku wamekufa, ni watu wasio na imani. Tuna washirika wamekufa, hawana imani, wamekufa kiroho, hata kiuchumi wamekufa. Mimi nimeona kabisa mtu ana hela lakini hana raha, hana raha kabisa. Kuna washirika wanatia huruma mpaka wanapoomba unaona kabisa maombi hayaendi. Sio Mungu na yaani sio Mungu, wewe mwenyewe tu hiyo kadai unasema huyu hajibiwi. Amekufa. Mungu kana unaweza kusema hata ningekuwa Mungu maombi haya siwezi kujibu. Watu ni wakane. Wamejiuliza. Mtu aliye na imani ana maombi ya raha, hata akiamka usiku ana maombi ya raha, hata sijui kutokea nini ya maombi yake mazuri. Ndio maana zamani tulifundishwa mifumo fulani, lakini mimi naanza kujirekebisha. Tulifikiri Mungu ili asikie lazima tuombe mpaka majirani wa mke. Na kila kanisa ilikuwa ni tabia hiyo, mpaka majirani walituchukia sana. Na kibaya tulikaa kwa nyumba za kupanga, tukafikiri Mungu ni kutoa sauti za kulia majirani asubuhi hawakutamani kutusikia, na tukasema mshindwe kwa jina la Yesu, mnatupiga vita. Kumbe tuna matatizo. Kuomba ni raha tukiwa tumejaa maarifa. Kuomba ni mawasiliano kati ya mtu na Mungu. Sikia mambo tunayoomba, na anakufundisha kuomba kama roho hajahusika. Maana hata Yesu amefundisha kidogo. Mkitaka kusali semeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufanye uje, mapenzi yako utupe leo riziki yetu. Hayo maombi ndio Yesu aliyofundisha, lakini hakuna mtu aliyefundisha maombi akatupa na picha kwamba Yesu alikuwa anaombaje au mitume walikuwa wanaombaje. Amna. Labda dokta hapa najua walichukua wapi. Wengine wakatufundisha kuomba ni kutembea. Karabaka shakariabaka. Lakini unaweza kukuta mwanzilishi hapo hivi. Rabaka shikarababa sikarabakush. Wengine wakafundisha maombi ni kuomba hata kama wamekaa watu rabaka rabasha ni kama uwaoni. Zote hizi ni vurugu, kila mtu alivyojifunza kuhusu maombi. Nimeenda nyumba moja wakati wa kulala nikapewa lungu. Nikaambiwa sasa ni wakati wa kulala wa kuzivunja kazi za shetani. Sasa sijajua kuzitumia, ikabidi niwaone wenyeji wanafanyaje. Kila mtu anaelekeza mashariki, ukiwa unapiga ukuta tunapiga shetani. Niliona huruma kupiga ukuta, nikaonekana sijui kuomba. Lakini mwingine kuomba, hata kiomba wewe mwenyewe ukiwa nayo unaweza kuanza kucheka. Utafikiri mchawi. Nenda tufundishe kuomba. Hakuna video vilivyoachwa kwamba wewe mitume walikuwa wanaomba hivi, hakuna. Kila mtu anajua staili yake ambayo anaiona inafaa. Na kila kanisa na namna yake. Kanisa lingine ukianza kuomba ni ngumi. Piga. Na kata kila mtu mwache afanye anavyoweza. Atuambie nani mfumo wa maombi ulikaje? Hatujui. Mtu unatoka unaomba saa moja, lakini umetoka hapo ni kama umefanya kazi ya masaa 7, ila ulikuwa unaomba. Mwalimu wangu wa maombi siku moja tumefunga siku 3. Nimetingwa siku ya mwisho akasema simama leo tunamaliza masaa 72. Lazima mpige shetani mpaka alie. Lakini analiaje? Utumie viungo vyako. Sikutamani tena kufunga. Nilipokuwa nachoka nakaa naonekana mimi wa kimwili, unaamshwa simama. Piga shetani mpaka lie. Haya kama ni ngumi za usoni, ni za usoni kweli.
tunateseka bure. Kama Bwana atanipa neema, siwezi kufundisha kuomba, lakini nitaeleza baadhi ya vitu. Kuomba ni mawasiliano. Halo baba, hivi unasema na mtu kwa vurugu namna hiyo? Hata ungekuwa Mungu, kuna wakati mbingu zinacheka. Maombi yaliokoka hayana nidhamu. Ndio maana nikakwambia juzi, jumla ya maombi ya mwombaji mkubwa duniani lazima atakuwa na shukrani. Sema nina mwombaji aliyeiva anamshukuru sana Mungu kuliko huyu asiye na imani. Ninakushukuru Mungu, umemponya katika jina lako Yesu. Baba mponye, Baba mponye. Unamponya, umponye. Mambo ya watu wawili tofauti. Kumekucha Baba ujuae riziki yangu ni nini. Wajua wewe, wapendelea nile nini, ninywe nini, na katika wewe sina mashaka. Baba naomba hata nikipata kuandazi. Hao watu ni wawili wanaoshindana. Kwa nini? Mmoja hana imani, ataomba nini? Unapotoa, unapokea hata bila kudai. Si mpaka udai. Unadai cha nani? Unacho? Unacho? Kuna mtu ambaye ana imani, nataka tumpime kwenye kushukuru. Hapo ndo kipengele tunamaliza nacho. Sema kushukuru. Sema kushukuru. Kila unachofanya chini ya dunia hii una kipya. Ni asante kwa aliyekuwezesha, ni asante kwa atakayekuwezesha. Basi jana nguvu za giza zilinitembelea sana. Kuna mambo niliyafanya pale sikanitembelea sana. Sasa mimi nguvu za giza zikinitembelea, siamkagi kuomba. Hiyo ndo nakataga. Yaani nikishaona kuna nguvu za giza ndio siamki. Ni heri nione hazipo. Lakini naiweza, hiyo ni kubwa. Na ninachosema nguvu za giza, mimi nguvu za giza hazijali za kitoto kama za kwako. Na zenyewe zinapishana. Yaani kuna watu hapa hata shetani hawezi, hata kija tu anakurumia. Hawezi kushindana na wewe. Kushindana na viroho vidogo, labda vichawi tu hivyo. Na kuna viwango tu vya wachawi na vyenyewe vinasema huyu mwache, sipamuumiza Mungu. Viko viwango vya utumishi. Wanamwambia tu ushukuriwe Baba. Umeona leo ikupendeze Wakenya hawa wafike kwenye chumba hiki. Maana kama hujawaruhusu hawawezi kuingia. Wewe je? Kwa hiyo ndio mmeamua mje waziwazi. Mtu amevua mpaka shati. Mtajua mimi ni mtumishi wa Mungu, ama zenu ama za wewe. Na kwa maombi mimi nimeenda marifani kuhubiri. Ile siku nikiwa mchanga wa injili. Ilifika saa 5. Tena ilikuwa nyumba haina umeme kijijini. Nikashangaa watu wanazima koroboi. Na nimehubiri pale, aliniambia mchungaji, unapohubiri hapo bwana, hatukujua tumejenga kwenye kaburi la mtu mmoja mchawi, walimzika miaka fulani. Nikakumbuka hao ndo huyu. Nikasimama. Nikasikia koroboi imezima, nikawasha. Hapakukaa sawa. Nikashangaa kwenye bati watu wanaendesha magari chini. Ona ni kijijini. Nyumba ikajaa nguvu za kishetani. Nikashangaa kidogo tu, nikiangalia naona kwenye kona watu na waona hivi tu. Siamini. Nikajikaza, nikasimama. Piga hasa. Choma na mikuki yote. Na kumwagia damu ya Yesu. Nikalala. Nalala tu. Nikaona mtu anavuta shuka. Yaani ndo akaja kwa kiwango ambacho nafuna, sikumkemea. Anavuta shuka. Na nyumba iko mbali.
Mchungaji anaishi huko na mimi nimewekwa huko. Nilisimama, nikashika Biblia, kukupenzi huku Biblia. Amani nilivunja, nilipiga, niliharibu, nikalala. Ndipo akaja kufunua sasa usoni. Yaani sio miguuni tena, wapi? Nikasema hii vita na iwezaje? Maana damu ya Yesu nimetumia, moto wa Roho nimetumia. Sasa imebaki nini hapa? Nikamwambia Mungu, naomba nirehemu, kuna jambo hapa. Nirehemu Mungu. Nikaanza kuomba rehema. Nikasikia Roho anasema, imba usinipite Mwokozi. Nikaimba tena, usinipite Mwokozi. Namaliza tu tena, nikasikia Roho nilala. Sikuona hata membe. Asubuhi Bwana akaniambia, kuna chochote mbele yangu, hata hivi nakulinda kwa neema. Wewe sio mpaji. Ndipo nikaanza sasa kujichochea kwenye kutoa shukrani. Nilikwambia wewe umefika hapa, kuna watu muda huu wanaulilia. Kuna mtu yuko anasema, Bwana ukiniponya nitarudi kanisani kwangu, mimi nitatoa. Anaahidi vitu lakini bado hapewi nafasi. Kuna mtu analia hivi, ndege inashuka kutoka juu. Bwana amewaambia imekosa mwelekeo, kila mtu amwombe Mungu wake. Kuna watu masaa haya katika historia ya dunia wanalia. Lakini wewe kwa mtu hivi sasa anashuhudia mume wake anapelekwa mochwari, mume mpendwa anapelekwa mochwari na hawajamalizia ujenzi. Lakini wewe ukiona umeamka, ruhusu kinywa chako kusema asante Bwana. Mimi siku moja nimepigwa na radi, nilikuwa na ng'ombe na chumba, ng'ombe za watu, nilipigwa na radi ilipiga hapa katikati. Alafu eti nikaanza kuambia wenzangu, nimekufa jamani, mimi ndo nawaaga. Kumbe ni akili zimeondoka. Yaani marehemu eti anawaambia watu nimekufa. Kishindo cha radi. Sasa msiona kama kuna radi. Wewe unaenda huko Mbeya, ilipiga ile radi, ng'ombe alikufa, kumbe imepita tu hapa. Siku moja nashuhudia, tunapanda kwenye miti. Ukiwa na dada zamani, sio ukiwa fumo kwa mnaenda kwa mnatumwa na wazazi mwende mkaokote kote kuni. Mimi nikaona kuni kule. Nikasema ngoja nikachukua ile kuni. Dada mmoja kanivuta shati. Akasema na mimi nimeiona, ngoja niende mimi. Akapanda yule dada kule juu kwenda kuchukua ule ukuni. Alipovuta ule ukuni, alishuka nao. Ulimwingia hapa na kumtoboa. Akafa pale. Aliyenivuta mimi siende, huyo ndiye aliyefanya. Umefika hapo, umepona vingi. Nimeitwa siku moja hospitali moja, mama analia, mtoto baada ya kutoka anatokea mdomoni. Mama analia, madaktari wameshindwa, na mtoto linakuja mdomoni kwa nguvu zote. Mauti ikifika imefika. Na mwambie daktari, mimi siwezi. Unajua sema daktari amezoea kuangalia wanawake. Akasema njoo basi, amekuita huyo mwanamke anataka kumwombe. Tumeshindwa. Nilichomwambia, mama umewekeza nini kwa Mungu? Akasema Mungu anisamehe, mimi mnavyoniona pasa ni mpinzani wa zaka, kufa na kupona. Omba Mungu anirehemu. Tukaanza kuomba rehema. Hatukemei mtoto kwa anapanda juu, kumbe ana sababu. Na Mungu msamehe huyu mtu, anza kutoa fungu la 10, anaahidi atakutolea. Mtoto anaanza kushuka mwenyewe. Wala hatujamkemea. Sio kila kitu cha kukemea. Akaanza kushuka mtoto mwenyewe. Ghafla asante, hapa kifo kilifika. Unaonaje madaktari wakwambia tumeshindwa? Unabaki na nani? Sadaka ya shukrani. Naipenda mno. Ukizuia inaweza ikatoka kwa njia sana. Sadaka zote ni shukrani. Hizo tunazotoa fungu la 10, sijui nini malimbuko, in short ni shukrani. Asante Bwana umenipa, nakupa zaka. Asante Bwana umenipa. Lakini iko shukrani yenyewe ambayo wewe iwe sehemu na tabia
iwe ni sehemu na tabia. Masaa 12 sio machache wewe kuyavuka. Toka asubuhi, toka usiku wa jana umelala wewe, anakuja malaika. Ni wangapi leo wasiamshwe? Na wewe ulikuwepo kwenye riziki, huyu naye asiamshwe, alafu malaika anaona huruma. Unakuta tu unaota unaenda Kilimanjaro, alafu malaika anakurudisha, anasema naomba urudi. Kuna watu wanaotaka unaenda Kilimanjaro hawarudi tena. Waulize wanaokufa duniani, ni ndoto tu wanaondoka. Lakini wewe lazima hebu ngoja tu. Kwa sababu kuna nafasi za upendeleo ambazo zinatolewa pia na wale wahudumu. Leo nataka watu 50 muhakikishe wanakuja huko juu niliko. Umekuwa rafiki wa Mungu kwenye maeneo fulani na maombi yako na jinsi unavyosamini kazi ya Mungu. Unakuta malaika yule anaambia Mungu, naomba tu nisamehe angalau afike 2026. Hakuna maombi ya kusema Mungu niongezee miaka. Wewe umenyosha mikono juu, Bwana niongezee miaka. Umwambie Mungu niongezee miaka. Hamuna. Kazi ya mtu yenyewe inaweza kuimarisha tena. Jana kuongezea miaka. Hebu nikupe mfano. Mama samahani. Wewe unasema Mungu akuongezee miaka kwa nini? Kwa hapo. Kwa nini? Utumishi. Hebu nianze utumishi wako. Nasikia kwa kuimbisha. Ni utumishi kuimbisha. Kuimbisha ni utumishi. Hapo bwana ongezea miaka. Ninatunga nyimbo. Kutunga nyimbo ni ndio namtishia Mungu kutunga nyimbo. Kanisa inaweza kuwepo hata bila kutunga nyimbo. Inaweza kuwepo. Mimi napiga keyboard niongezee miaka. Eti nguvu ya kuongezewa miaka iko kumcha. Nisema kumcha ni kuomba na kutoa. Kazi ya Mungu inaendeshwa kwa kutoa. Ndio maana kutoa. Baraka zimefungwa hapo. Kachungulie chombo cha sadaka. Na ndio maana vyombo vyetu vingi sio vya wazi kama vya zamani. Ni virefu kuficha kila mtu msione. Na mahubiri ya walioshindwa kutoa, unapotoa mkono huu usione. No, ilikuwa ni msaada. Unapompa mtu msaada usitangaze. Lakini sadaka sio kuficha. Na nguvu ya sadaka lazima, kama itadondoka mbele ya watu, uwe na ujasiri kuiokota. Ukiona sadaka wewe mwenyewe unapeleka inakutia mashaka kwamba hivi na heshima zangu wakiona watasemaje? No, umefeli. Hiyo sadaka ndogo mwingine akitoa haina shida, lakini wewe ni aibu. Hata kuna mchungaji mmoja rafiki yangu amenitembelea siku moja kanisani, tena aliniambia naomba, kuna siku nataka nije nifundishe somo la utoaji hapo. Ninafundisha somo la utoaji balaa. Kaambia haya, itatokea siku. Ukatokea tukio akaja, sio kwa ajili ya semina. Sasa wakati wa sadaka nilimwona mwenyewe mchungaji anachukua buku. Sema buku. Yaani Mungu ajabu. Aliyesema ni mwalimu wa somo hilo anachukua shilingi 1000, mwalimu anachukua shilingi 1000. Niliona. Nilisema huyu ndio aje kufundisha kanisa langu. Washirika wangu wenyewe walishavuka hapo. Mchungaji anatoa 1000. Hivi washirika watatoa shida. Una ni mauti ya kanisa. Ni mauti. Haiwezekani. Bwana alituambia tu 1000 ni nani? Na aliyesema tusihame hapo ni nani? Mbona tumekaa muda mrefu hapo? Alafu kwa nini nauma? Kuna siku najiuliza baba, tunapokwenda kuweka mafuta kwenye vituo vya mafuta, mbona hayaumi? Unamwambia yule mtu, "Mungu weke 50. Mungu weke 20." Una shida. Geuka kwa Mungu na weke kiasi gani cha sadaka? 1000. Wapi hatuwezi kuvuka? Tutaishi maisha ya shida hayana bahati. Nikwambie siku moja Mungu aliniponya jambo la ajabu ambalo mwanadamu asingeweza. Hii habari mlisikia mpaka huko, maana ilitangazwa kwenye vyombo vya habari. Nikwambie ilikuwa asubuhi na mapema. Kwanza usiku nilipata shida sana, sikuwa na raha. Niko kesho kunatokea nini wewe Mungu? Hakuniambia chochote. Niliamka kuomba, sikupata connection ya maombi. Baadaye asubuhi ilipofika, alfajiri ile na saa 11 akanipigia simu mwanamke mmoja. Akasema, "Mchungaji baba." Nikasema na. Akasema, "Naikubali huduma yako na ninakukubali, lakini nina shida." Akasema, "Shida gani?" Akasema, "Mwanangu amezikwa jana."
wamemzika mwanangu jana, lakini mimi moyo umegoma. Usiku huu nimeenda na vijana, nimemfukua. Ulisikia habari fulani hiyo nimuhusu mchungaji mwenyewe, alikuwa ni huyo. Ulisikia kwamba kuna mchungaji, nikwambie sasa, watu waligeuza huko mwishoni, waligeuza, nimemfukua mwanangu hivi, nimemficha, yuko nyuma ya pagala, naomba uje umuombe afufuke. Hey. Nikamuuliza, umefanyaje? Nimemfukua. Wewe mbele watu. Yaani unajua sisi watumishi tunachofanya ni kimoja. Miujiza ilazimishwa. Miujiza ni kiwango. Mungu akiamua utende kwenye kiwango fulani utatenda tu. Ndio maana hata Musa kuigawa bahari, watu wanasema alipiga tu maji, bahari kagawanyika. Some vizuri. Nyosha mkono usiku kucha. Hivi mpaka mkono ulikuwa unauma. Na bahari ilikuwa inasukumwa na upepo mpaka asubuhi. Muulize Mungu Musa aliyepata shida. Lakini piga tu maji pale yagawanyike. Wewe. Nikasema unasemaje? Nikasema mama, usinitambue. Hicho kiwango usikukifikia. Nataka kitokee tu katika bahati ya utumishi. Yaani kitokee tu ameniletea nikishindwa sawa. Lakini sio tumemfukua. Akasema baba, nakuomba. Yaani nakuomba utakuwa umeniangusha. Nikamwambia mama, umesikia habari mbaya hii? Hii nini? Mama akasema msala huu. Hii shida hii. Wakati wanaendelea, kunapokucha, majirani wakapata taarifa, yule mama amemfukua mtoto, amemficha kwenye nini? Kwenye pagani. Alipobanwa na kuanza kupigwa, imekuwaje umemfukua mtoto uliomzika jana? Wewe ni mchawi, tuambie nini kimesababisha ukamfukua? Akasema nimemfukua, nataka mchungaji fulani aje amwombee. Asante Yesu. Hakunitaja. Walijaribu kujua mchungaji gani huyo. Mama alimeza moto mpaka maskari hawakuweza. Tunaposikiza vyombo vya habari, hiyo siku nilifungulia redio hofu na kumwambia Mungu asinitaje. Mungu asinitaje. Maana hata kama itaonekana, bado lazima niingie ndani. Lazima nitaenda kusaidia upelelezi. Kwa nini alikuamini? Kuna shida gani? Mambo hayo kwa nini? Yanihusu nini mtoto wa watu? Asante Mungu alivyonifanyia ule muujiza. Yule mama akasema tu ni mchungaji, yuko Mbeya, kanisa la EGT. Nilikuwa nataka aje muombee. Ni nani aligoma mpaka hatua ya mwisho? Ungekuwa wewe huna chochote, ungetajwa mwanzoni kabisa. Askari wanakukamata na kukupeleka wapi? Nijapopita kwenye maji mengi, kama si Bwana kwa upande wetu, Israeli inafanya aseme sasa, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa nani? Usifanye masiara. Anasema nijapopita kati ya bonde la utulivu. Liko bonde, gongo lako na fimbo yako vyafanya nini? Yako maeneo kama hufanyi kwa Mungu, unaweza kusingiziwa. Kuna watu wana kesi hawajafanya, lakini wameshangaa, wamefungwa miaka 30. Wameokoka kama sisi, wanajiuliza kwa nini? Unawekezaje kwa Mungu? Hii siri nakupa, toa sadaka ya shukrani sana. Sio mpaka ujifungue urudi salama safari. Hii tabia. Bwana nikasema kila mtu Mungu amemfanyia. Angalia mahesabu watoto wako, mume wako, mpaka hapo Mungu hajafanya. Wiki Mungu hajafanya, mwezi Mungu hajafanya. Unataka fanye nini? Wewe, mbona Mungu amefanya? Mbona kila mtu Mungu amemtendea jambo, tumeminywa hapo kwenye kushukuru. Sema amen. Hebu naomba usome sasa Wathesalonike haraka. Wathesalonike 5:18 inasemaje? Wathesalonike wa kwanza 5:18 inasemaje? Akisoma katika jina la Yesu. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5. Soma mama. Mstari 18. Shukrani kwa kila jambo. Shukrani kwa kila jambo. Maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Ni mapenzi ya nani? Ukisikia mapenzi ndivyo anavyopenda.
Yaani anasema mama unapendelea nini? Mama nikuletee unapendelea nini? Mimi mwanangu mapenzi. Kama kuna mambo anapenda baba wa mbinguni ni nini? Ni nini? Ni shukrani. Anasema hayo ni mapenzi. Kwa nikupe kisa kimoja. Siku moja niko kanisani kwa ibada ya Ijumaa jioni. Nimemaliza ibada, nimekaa ofisini. Akaja mwanamke mmoja namfahamu pale kanisani, ndio wale ambao ukitokea lolote lazima niwasaidie. Anakuja ofisini anatembea, "Baba mchungaji, nina deni miezi 6 sijalipa. Baba hiyo nani kodi ya nyumba." Nikasema pole mama, lakini nimepata neema. Kuna mtu jana, nifanyaje, huyo mtu amenipa 1,000,000. Kwa hiyo mama, na mimi natangulia mbele, Mungu ametenda ukalipe. Nimeona acha niendee kudaiwa. Nimeleta shukrani. Mungu anipe nyumba yangu. Nitaka kugoma kupokea sadaka. Nikasema wewe wa kunipa 1,000,000 mimi? Wewe? Nikasema hapana mama, naomba ukapunguze kwenye deni la kodi ya nyumba. Akasema usiniue. Usiniue mchungaji. Wewe mwenyewe unatufundisha mambo ya imani. Mimi namwamini Mungu. Kama tu hawajanifukuza miezi 6, sinapo ni Mungu ametenda baba. Akaanza kunihubiria mtu, yaani mhubiri anahubiriwa. Hapo napo ni Mungu ametenda, miezi 6 sijafukuzwa. Kwa nione ile 1,000 ndio kwamba mimi ni mjauri. Acha nimpe Mungu. Nilimshika mkono. Nikasema twende madhabahuni. Siku ile tuliomba maombi ya kujidai. Haleluya, kama mwanangu. Yaani maombi kwa mengine mazuri. Nikamwambia Mungu, kwa imani hii hata yamenishinda. Ila tu kwa kuwa mimi ni msemaji wako, kwa maneno haya baba atendewe baba. Nikamwambia mama ameshatendewa. Tukawa tunatoka. Wewe. Nikasikia siku 30 zilipopita, mtoto wake mmoja, sio wa kwake, mtoto wa ndugu yake, tena yuko da, akamwambia mama, naomba uhame hiyo nyumba, ile deni nalipa, alafu na kutafutia nyumba nyingine. Nikasikia Jumapili na ushuhuda, mwanangu amenilipia deni mchungaji, unaona sasa, na ni mwanangu wa mdogo wangu, lakini pia amenihamisha kwenye ile nyumba mbaya, amenitafutia nyumba ya gharama. Nikasikia baada ya mwezi mmoja, mchungaji, unajua niko kujengewa nyumba na nani? Na mtoto wa mdogo wake. Nikasema mama unanishinda imani. Baada ya miezi mingapi tu, 3, mchungaji, njoo ukaombe nyumbani kwangu, nimehamia. Amejengewa katikati ya matajiri. Wewe, hata mimi mwenyewe sijafikia wewe. Sisi viwanja vyetu viko pembeni, yeye nakusikia matajiri wanapokaa na nyumba nzuri. Nilienda akasema ingia mpaka chumbani baba, bonge la nyumba. Imani sio kwa kueleza vingi, imani ni hatari. Kumtoa Isaka mmoja sio jambo dogo, inaonyesha tu namna kuhatarisha mambo. Ila mwanangu mmoja, sitamsahau, alikuwa anatoa kila siku. Ndio maana mimi nakufundisha nilivyoviona. Kila ibada unakuta ametoa fungu la 10. Shilingi 5,000. Kila ibada atoa 5,000. Alafu kitoa fungu la 5,000, ameweka na 1,000 ya shukrani. Kila ibada. Bwana Yesu asiwe, na mshukuru Mungu, mimi nitakuwa tajiri mkubwa sana. Nitakuwa tajiri sana hapa kanisani. Watu wanacheka, maisha magumu. Leo hii mashaka inatisha. Yaani ya zaka ya Jumapili, bahasha yake inatisha. Ni nzito, nisiseme ni nzito. Waliokuwa wanamcheka baada anaendelea kichi. Kadri tunavyokaa kanisani lazima tuone mabadiliko. Mtu ana historia nini miaka mingi sana hapa kanisani, lakini hutembea. Njia za kuchoboka kwenye umasikini ni kutoa. Toa, shukrani itakupa bahati. Kuna vitu hutavipata kwa sababu ya wewe kufanya. Utabahatika. Utaanza kutembea na bahati. Mara kimetokea hiki, mara kimetokea kile. Bwana asifiwe. Utafanya? Nyumba yangu ya pili nimejengewa na mpagani mmoja tu. Mmoja mpagani.
Kajenga, kamaliza, akasema tuachane, na tukaachana. Sasa ukimgusa hata hawezi kunisaidia. Akasema mimi nilikuwa na mzigo tu wa nyumba. Sio mshirika. Mpagani hasa. Sijaihamia hata kuihamia. Unajiuliza kumbe Mungu anaweza. Lakini na mimi sina sadaka za masiala. Nisitaki za sadaka za masiala. Namwambia Mungu, natamani kukupa ambacho hata mimi nikipewa kitafurahisha moyo wangu. Sema amina kwa jina la Yesu Kristo. Si tu kwa ajili ya madhabahuni, hata nje ya madhabahu. Kila mtu na siri yake. Najua nawekeza vipi kwa Mungu. Namjua Mungu. Kutoa ndio biashara ya pekee inamlipa kila mtu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunasema kushukuru ni mapenzi ya nani? Si mapenzi ya Mungu. Uliza wenye ukoma walioponywa wale. Walipoondoka Yesu alisemaje? Si wote wamekimbia? Mmoja tu kafanya. Hivi mwenye ukoma alikuwa anashinda tu kwa zikoni. Wao wanasema nikuja tu kushukuru, alisema tu asante Bwana. Yule mwenye ukoma alikuwa kwenye pilika za omba. Kapata chochote anacho. Wale wengine walipopona wakasema asante Bwana, tunaenda kuvitumia kwa mikono yetu. Yule akasema hata hiki nilichopewa acha nigeuke nirudi nimwambie asante aliyeniponya, maana sasa ninaweza kufanya kwa mikono yangu. Hakuendi tu kusema asante. Biblia imekuandikia kidogo tu, inataka ujiongeze. Sasa akasema huyu, wengine wako wapi? Sadaka ya shukrani itakuondolea ajali. Walioandikiwa kufa, tulisoma Jumapili, hautakuwepo. Anasema adui zangu wananitaja kwa majina mabaya. Atakufa lini huyu? Kuja kunisalimia alafu akatoa uzushi kwamba tumemkuta hali mbaya sana. Ndipo anasimama shujaa anasema sitakufa bali ndani. Nifanye nini? Unafikiri kila mtu akusema hilo andiko? Maana haya simama, sema sitakufa. Utakufa wewe. Acha kuandika bila wenye nalo. Nikikueleza sifa za Daudi alikuwa ni nani? Daudi alikuwa bonge la mtoaji. Unafikiri alikuwa anaongea tu sitakufa bali nitaishi. Wewe sio wewe. Unaona wenzako wanaongea andiko, nyamaza kimya. Hili ni andiko gumu hili. Unaona watu wanalikiri. Waambie watu haya simama, sema sitakufa. Wewe usife wewe. Una ujasiri gani kusema sitakufa? Na Daudi alisema kweli, hata kama alikufa, nikikwambia vita vya Daudi vilikuwa vingapi, hautaamini. Daudi amekwepa mikuki mingapi, hutaamini. Na mpenda niko moja anasema sita. Kitu cha bure sitaki ambacho sijalimia. Tena anaonyesha kuna tabia na utoaji. Sisi ni nani na watu wangu ni nani? Hata tukatoa hivi. Lakini vyote tulivyovitoa vimetoka kwako mwenyewe. Na katika wewe Baba tunakurudishia. Kuna tabia za kutoa Daudi wewe. Utakwepa mkuki wa Sauli kama utoi, unakukuta. Ndio maana wengi wameokoka wana nguvu za giza. Hata kama hazichomoki tunapoomba. Mtu asiyetoa na nguvu za giza hawezi kuwa na neema kumshinda shetani. No. Pokea neema na mafuta na bahati na maisha ya baba yetu Ibrahim. Sema Bwana Yesu, asante. Naweza kula, naweza kunywa. Ni haki yako. Nashukuru Mungu, jana nililala na njaa. Napo nasema asante Bwana. Una shida. Hakuna ushida wa Ibrahimu wa namna hiyo. Una shida wewe. Hujavipata tu. Ningekuja ungekula. Nilisubiria sana mpaka jioni. Hakuna aliyejitokeza. Ajitokeze. Wewe umejitokeza kwa nani? Mungu anaangalia wapi alete muujiza kupitia wapi. Utoaji wetu ni mdogo sana. Una siri. Hivi sasa kuna semina hapo, unakuta mchungaji kila kasadaka anakusanya kwa ajili ya mgeni. Nani anafikiria baada ya mgeni hiyo wiki mchungaji ameshije? Nani mwenye kufikiria ile kwamba tuna mgeni anatoka Mbeya na kanuni ya baba yetu lazima pengine kila sadaka itafanya atakuwa anaweka kwa ajili ya mgeni? Ni nani aliyegeuka kusema hivi Jumatano imekuwaje, Ijumaa imekuwaje, Jumapili imekuwaje? Yako maeneo mengi tu ya kuweza kufanya kitu.
Kiwauliza hata waliosimama kutoa walikuwa 50. Kamuulize mwazina walipata shilingi ngapi? Walipata 50. Dawa kwa 50. Walitoa shilingi ngapi? Tunajijua wenyewe. Alafu baba maombi mengi bila kuchungulia. Mungu abariki. Napoteza muda. Ndio maana hata mchungaji asipoombea sadaka hawezi kubarikiwa. Kitendo cha kutoa tu. Kama tumefanya tukagusa moyo wa Mungu, hata tusipoomba tunaweza kujazwa, tunajazwa. Ndio maana huwa tunawapata wahitaji. Sadaka yenyewe ndio inayogoma. Unapoiombea baraka inagoma, inasema mimi sio kufika. Mimi sio kufika mimi. Nataka niseme kweli. Sadaka yako kweli. Unaweza kumsumbua hata mchungaji yule niombee. Ingetokea aje kuombea nyumbani. Hilo liloleta leo. Unaweza kumuita? Baba naomba uje niombee nyumbani, nina shida. Nimeona sitafika. Sasa tunajichanganya kwa sababu tunajua tuko wengi. Kwa hiyo tukipiga kidogo ni kama mambo yameenda, lakini mioyoni tutakuwa ni watu wa kupata vidogo mpaka tunashangaa. Namshukuru Mungu nina hela afu sina hela. Kauli yangu hiyo unaweza kunielewa? Maana yake ninapokuwa na uhitaji Bwana ananisaidia. Ili ukija nitakwambia sina. Lakini shida ikitokea Mungu ananijibu. Na hata nikiwa na hela nampenda Mungu. Angalau kwa sehemu yangu na nimeona na nitafanya. Nikwambia juzi nimefika kiwango cha kutoa gari. Naweza kujivuna. Kutoa gari kumpa askofu. Kauliza askofu wetu wa kwanza nilimpa gari mimi. Watu walicheka. Leo iko wapi? Toka 2007 mpaka sasa hivi namiliki magari. Hivi kuna mtu ameniambia mwezi unaokuja namnunulia mke wako gari. Sawa. Wala sio ni mambo ya najua ninapanda. Nimeenda kuhubiri, nimeacha vyombo vya injili sehemu nyingi tu makanisa. Na ubiri neno na vyombo vyangu alafu naviacha vyote. Mchungaji analia mpaka na mke wake wanashinda kujizuia. Mimi nimeshaondoka hapa. Utaniambia nini? Kutoa sisemi kwa maneno. Nitaanza pengine kesho nikwambie nafanyaje. Labda uguswe katika hayo. Mimi hata leo yani hata sijui nisemeje. Nishinda kumshukuru Mungu. Nani anayejua kinachoweza kutokea jioni? Simama mahali ulipo. Nani anayefahamu kilichopangwa usiku wa manane? Biblia inasema usiku wa manane watu hufa ghafla. Wakati watu wamelala. Ni nani anayejua kuamka kwake kesho ni Mungu? Mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu. Kamata sadaka kwa shukrani. Hii sadaka tutatoa mpaka nimemaliza semina. Ukiona inakupendeza utaendelea nayo. Chukua sadaka yako. Usiyeshindwa, usiyeshindwa, wewe ni Mungu. Usiyeshindwa. Kama tunaselekea kwa shukrani. Toe sadaka zetu kwa shukrani kwa baba yetu. Aliyetufanyia mengi na atazidi kufanya. Usiyeshindwa. Kiwa nimesimama mbele za madhabahu na nikiwa nimeikumbatia sadaka hii ya shukrani, acha niseme Mungu asante. Uliyofanya kwetu tumeyaona. Shukrani zetu ni kuonyesha na kusamini na kwamba unatufanyia mambo makubwa na ya ajabu. Lakini asante kwa kunaenda kupanua mipaka yetu. Unaenda kutuongeza kuliko tunavyofikiri. Shukrani hii inakwenda kutupa panapo nafasi nyingine ambayo akili zetu zitashangaa. Namwona mtu ambaye Mungu anampa neema katika mwezi na siku zinazokuja. Bwana akihangaika na watoto wake mahali hapa.
iko huzuni iliyokuwa imepangwa na wachawi, yako makusanyiko nyumba yako, wangejikusanya watu waseme pana msiba, lakini Baba milele kwa sadaka hii na itakayokuwa inaendelea kwenye maisha yako, naona neema hiyo. Kuna makusanyiko kwenye nyumba yako, ni Mungu amefanya wale kwa nguvu zako. Moyo wako ufunguke pamoja na mimi. Naiona safari uliyoipanga, ukiwa unaenda salama na kurudi salama, unaenda salama na kurudi salama, Bwana akiwa kiongozi wa hiyo safari. Bari hanahorishe bebo karibu kushakatarai, adui wakilala usingizi, wakisahau ajenda zao mbaya waliozipanga juu ya wasafiri, kwa kuwa umekwemo ndani ya gari hiyo, naona mkifika salama. Madhabahu inatubeba, madhabahu inatupa neema. Mungu anakupushia na vyakula vya sumu, Mungu anakupushia na wabazikara na nerehe rima korika pera himosha kalama. Mungu anazuia ajali ya umeme katika nyumba yako. Bwana anahangaika, anamwepusha yule nyoka yule nge mwenye sumu kali. Mungu analinda uzao wako na watoto wako. Ni heshima tu ya kawaida. Ni mare kora karaba ushakaraba. Baba wa milele, sio mimi naishi, bali Kristo ndani yangu, bali Kristo ndani yako. Neema imekushika. Yuko ndugu yako anafunguliwa kwa ajili ya ibada hii. Yule mgonjwa uliyesikia nauma mbali na wewe na ndugu yako, na unataka usafiri wewe ukamwone, usiku wa leo anapona. Asubuhi utasikia habari njema, anaendelea vizuri, maana Bwana anazuia yama ndo ya pala mai. Mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante. Hebu mshukuru Mungu, mshukuru Mungu, mshukuru Mungu, mshukuru Mungu. Bwana mwokozi wetu Yesu Kristo, utukufu ni wako Bwana, mamlaka ni yako Mungu mtakatifu. Endelea kumiliki na kutawala, endelea kutujenga na kutuimarisha. Asante kwa kazi yako, asante kwa neno lako, asante kwa juhudi ulivyotuona Mfalme. Wewe ni Bwana wa Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Bwana, umetuona kanisa la Mfalme wa amani jinsi tulivyo, umetufunua na umetuona jinsi tulivyo. Mungu, ninaomba rehema na msamaha, ninatubu mbele zako Mungu kwa ajili ya kazi yako mahali hapa Mfalme. Mungu, turehemu, tufanane na sura yako Kristo, kwa sababu mbingu tunahitaji na mamlaka yako Bwana majeshi yakapate kufanya kazi ndani ya kanisa lako Mfalme. Kila mmoja akiokoka kikweli kweli, kila mmoja akigeuka na kuambatana na wewe Mungu mtakatifu, kila mmoja asiambatane na dunia, bali akageuke na kuambatana pamoja na wewe Yesu. Bwana, tulitika kwa sababu tulikuja peke yetu na tutaacha vyote duniani na kuambatana na Mungu tukiwa watupu kama tulivyokuja. Na Mungu unatuelewa, Mungu unatutambua, Mungu unatujua tulivyo, na ndio maana kila mmoja unamfahamu sawasawa na kawaida, kwa sababu tumeletwa na wewe Bwana na tunalia na wewe. Asante kwa neno lako, asante kwa mtumishi wako. Bariki neno lako likapata kutusaidia katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa